Kama unataka kweli moto halisi wa Mungu kwenye madhabahu ndani yako, shukrani. Nakupenda Yesu. Asante Yesu. Wastahili wewe. Tulipokuwa tunaongea na waimbaji, tulikuwa tunaongea dimension za kusifu na kuabudu. Kuna ile dimension ya malaika, ambapo ukishajenga tabia hiyo ya asante Yesu, nakupenda Yesu, ikishawasha huo moto ndani yako, utashangaa bila kuambiwa na mtu, uwe kanisani, uwe nyumbani, utashangaa mikono yako inapanda yenyewe. Ujue umeanza kuingia dimension ya malaika. Biblia inasema wakaanguka kifulifuli, utashangaa mwenyewe unaenda chini, unasujudu. Dimension ya wazee 24. Moyoni mwako unashangaa tu vitu vinatoka. Mara zingine mdomo wako hauongei, utatetemeka tu namna hii, ila moyo wako unaongea maneno 1000 na unashangaa machozi ya moto yanatiririka. Ni wewe Yesu. Usingekuwa wewe. Isaya anaonyeshwa maserafi wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wa mabawa mawili wameficha nyuso zao. Maana yake nini? Hatustahili hata kukutana na utukufu wako. Ukianza kuona unaongea sifa za Mungu, unatoa shukrani kwa Mungu, huku moyoni mwako unajisikia umepondeka na unajiona haustahili, ni yeye pekee, umeanza kutembea kwenye dimension ya malaika. Kwa miguu miwili wamefunika miguu yao. Maana yake ni nini? Pasipo wewe sisi hatuwezi chochote. Miguu ndio inakuwezesha kumove. Huendi popote pasipo wewe, na tena hatustahili. Kwa mabawa mawili wanaruka. Maana yake nini? Ni kwa neema tu. Ukianza kusikia moyoni mwako unamuinua yeye peke yake, unajiona haustahili, ni kwa neema yake tu. Mandarabo yekerabayanda. Kuna dimension, kuna vitu vya mbinguni vitaanza kufunguka kwenye maisha yako. Mungu ataanza kuwa halisi kwenye maisha yako. Ukianza kusikia huko peke yako nyumbani na unasikia tu unapondeka, unaanguka, unasujudu, ujue ni dimension ya wazee 24. Hujaambiwa na mtu piga magoti, umeenda mwenyewe kusujudia. Kuna vitu vya kimbingu vitaanza kuachia kwako. Hivi kuna watu wananielewa mahali hapa? Narudia tena, kuna watu wananielewa mahali hapa? Nasema tena, kuna watu wananielewa mahali hapa? Kama wewe ni miongoni mwa wanaonielewa, hebu sema amina iliyoshiba kwa Yesu Kristo. Ukianza kuona cheo chako, hela yako, umaarufu wako, status yako kwenye jamii haushikamani nayo isipokuwa ni yeye peke yake, ujue unaingia dimension ya kusimama mbele ya kiti cha enzi cha wazee 24, ambao ule utukufu waliokuwa nao, taji zao, utukufu wao waliziangusha mbele ya kiti cha enzi. Viti walivyopewa, mamlaka, authority, viti vya enzi 24 vinaashiria mamlaka. Unaweza kuwa kiongozi, unaweza kuwa na mamlaka kwenye jamii, mamlaka fulani, lakini hawakalii mamlaka walionayo. Wanaenda chini mbele za Bwana, na taji zao, maarufu, utukufu wao unaenda chini mbele za Bwana. Ukianza kuona haushikamani na hivyo vya kidunia, bali yeye peke yake, unijue umeingia kwenye dimension ya wazee 24. Bado mpo? Bado mpo? Bado mpo? Nasema bado mpo. Usishikamane na chochote, vyote viangushe. Wazee 24, taji aliyowapa ni Mungu, lakini bado wanazitupa. Utukufu aliyokupa, heshima aliyokupa ni yeye, mrudishie yeye. Kiti cha enzi, viti vya mamlaka ni Mungu aliyewapa, hawavikalii. Maana yake kwako wewe hatushikamani na vile tulivyo navyo, peke yako unastahili. Nakwambia utaanza kupokea vitu vingine vinafunguka kutoka uwepo wa Bwana kwenye kiti chake. Ribayantarakabayando. Kama kuna mtu ananielewa, hebu aseme amina. Narudia tena, kama kuna mtu ananielewa aseme amina mahali hapa. Nasema tena, kama kuna mtu ananielewa aseme amina.
Biblia inasema wale wenye uhai wanne wana macho mbele na nyuma, na masaa 24 ya wapumziki wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Maana yake masaa 24 sifa zinaimba. Ukianza kuona ndani yako muda wote, kama nilivyosema, kuna asante Yesu na kupenda Yesu, na kuna nyimbo zinaimba moyoni mwako muda wote. Ukilala ukiamka nyimbo zinaimba, ndotoni unaimba, ukiwa unatembea unaimba nyimbo moyoni mwako. Unaingia dimension ya wenye uhai wanne, na uwepo wa Mungu utaanza kukalia maisha yako kwa kiwango kingine. Hebu moyo wako ufunikwe na moyo wa shukrani. Biblia inasema wenye uhai wanne wana macho kila eneo. Manake ni nini? Mungu ataanza kufungua macho yako ya rohoni kutokana na nguvu ya shukrani ya moyo wako ulioibeba. Utaanza kuona na vitu ambavyo ulikuwa hujaviona.